Habari wadau wa Brainmaster, leo nakuletea mfumo wa mauzo na manunuzi. Mfumo huu utakusaidia wewe mwenye biashara yako kuweza kuona biashara yako inavyoenda, hata kama upo mazingira ya kazi au mazingira ya ofisi. Huu mfumo unafanya kazi ya online, kwa hiyo unaweza kuwa umesafiri au upo ofisini, upo nyumbani, lakini unaweza kuona manunuzi na mauzo katika biashara yako. Mfumo huu unatumika kwenye simu, kwenye kishikwambi na kwenye laptop. Huu mfumo ni rafiki na unatumia mtandao. Ni mfumo ambao unapatikana kwa gharama nafuu sana. Ni mfumo wa online. Kwa hiyo unaweza kuona biashara yako inavyoenda, ukapata taarifa, ukapata ripoti. Mfumo wetu una sehemu kuu 7 kama unavyoziona hapo. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya stock, ni sehemu ya idadi ya vitu ambavyo vipo kwenye duka lako au ofisi yako au biashara yako. Sehemu ya mapato ni kile ambacho umetoa au kile ambacho kinatakiwa kipatikane kwenye biashara yako. Faida ni kile ambacho umekipata baada ya kuuza bidhaa. Hapa chini tutaanza na sehemu ya bidhaa. Hii sehemu ya bidhaa ni sehemu ambayo tutasajili biashara au vitu vilivyopo kwenye biashara yako. Lazima usajili vitu vyako hapa. Hii ndio sehemu mama kabisa ya biashara yako, kwamba ufahamu kila bidhaa lazima uisajili. Labda tuseme wewe una biashara yako ya kuuza labda kigenge, labda kuna mayai, tutaandika hapa mayai. Labda umenunua mayai, bei inakwambia bei ya kununua. Umenunua shilingi ngapi? Inakwambia bei ya kununua. Umenunua shilingi ngapi? Labda yai moja shilingi 200. Haya, ile yai moja utauza yai moja unauza shilingi ngapi? Sema yai moja nitauza shilingi 500. Haya, umenunua mayai mangapi? Sehemu ya stock. Umenunua mayai mangapi? Labda mayai 300. Utaandika. Ndio sehemu ya kuhifadhi. Kwa utahifadhi taarifa yako. Kwa ukishahifadhi, mfumo wako utazunguka. Baada ya hapo tutakuandikia chini bidhaa yako imehifadhiwa. Kama unavyoona hapo, bidhaa yako imehifadhiwa. Baada ya hapo, baada ya kuona hiyo sehemu ya kusajili bidhaa, tuone pia umeona hapa juu tayari pameshabadilika kwamba kwenye stoko yako una vitu 300. Mapato hakuna sababu hakuna ulichokiuza. Faida hakuna kwa sababu hakuna ulichouza au ulichokipata. Haya, tusajili bidhaa tena ya pili au tuendelee na sehemu nyingine. Tusajili bidhaa ya pili, sema labda maembe. Umeenda kununua maembe. Bei ya kununulia ni shilingi ngapi? Labda embe moja umenunua shilingi 100. Alafu utauza shilingi ngapi ile embe? Embe moja utauza shilingi 200. Maembe mangapi umenunua? Maembe labda 30. Tuona hapo juu, ukisha save hapa taarifa zako, kumbuka kuna mayai 300 kwenye store yako. Kwa hiyo ukisha save hapo juu patabadilika. Kwa hiyo tusubiri tuone inavyorudi. Hapo juu patabadilika kwamba umeona imeshabadilika imekuwa 330 sababu umeongeza bidhaa ya maembe. Tuone kwenye manunuzi. Sema manunuzi, tuone jinsi bidhaa inavyofanya kazi. Sema manunuzi ni lazima ifanyike kwenye kuongezea bidhaa ambayo ipo dukani au ipo kwenye biashara yako. Lazima uongezee. Hapa tusajili bidhaa mpya. Sehemu ya kusajili bidhaa mpya ni sehemu palipoandikwa bidhaa. Unataka kununua bidhaa mpya, je kuandika hapa bidhaa. Ila kama unaongezea kwenye kile ambacho labda unataka kuongezea mayai yameisha, unataka kuongeza mayai mengine, utakuja sehemu ya bandikwa manunuzi. Utaklik hapo, utasema nataka kuongeza mayai, utachagua nini kati ya mayai na maembe ambayo yamesajiliwa kwenye biashara. Nataka kuongeza mayai kiasi gani? Mayai 20. Bei ya kununulia hayo mayai ni shilingi 200. Utakuja utahifadhi. Utakuja kwenye hifadhi, utahifadhi.
Tuone biashara yako imeenda kuhifadhi. Hapo juu patabadilika, imekuta 350. Huku sehemu penye mapato bado na sifuri, sababu kuna unachokiuza, na sehemu ya faida bado kuna sifuri. Tuone haya kwenye mauzo. Tuone namna gani mauzo yanavyofanya kazi. Hii ndio sehemu ya msingi sana kwenye biashara. Hii sehemu kubwa hujazwa na muuza duka au muuza biashara au mfanya kazi dukani. Kwa atabonyeza hapo, mteja kafika, umeshamuuzia labda anataka mayai, sawa, au maembe, utachagua tu mwenyewe ambapo bidhaa imesajiliwa dukani kwako au kwenye biashara yako. Labda anataka mayai, sawa, anataka mayai kiasi gani, inakwambia kiasi gani, anataka mayai 50. Mayai 50 utahifadhi hapo kwa kuandikia uza, utabonyeza inauza. Ukishabonyeza uza, tuone inafanya kazi. Hapo juu palikuwa na sifuri, nimekuandikia umeuza shilingi 25,000. Haya, faida ya shilingi ngapi kwenye mayai uliyouza? Faida kwenye mayai imepata shilingi 15,000. Kwa hiyo kwenye mayai umeuza mayai 50. Yai moja umesema yai moja shilingi 500. Kwa 50 mara 500 unapata shilingi 25,000. Wewe umepata faida shilingi ngapi kwenye hayo mayai? Faida yako ni shilingi 1,500. Nikuandikia hapo faida. Kwa hiyo hapo utaendelea na hivyo kwenye mauzo kadri unavyoweza. Baada ya hapo unakuja sehemu imeandikwa report. Sehemu ya report utabonyeza. Sehemu ya report ina vitengo kadhaa. Hapo juu upande kuandikia report, hapa kuna leo, kwa utachagua unataka report ya lini. Report zipo report 3. Kuna report ya leo, report ya wiki na report ya mwezi, yani mwezi huu. Nataka report ya leo, nataka report ya leo. Utabonyeza neno tazama report. Subiri funguke. Baada hapo inafunguka kwamba faida mauzo ni 25,000, gharama uliotumia kununua mayai 25 ni shilingi 10,000, faida uliyopata ni shilingi 15,000. Tukumbuke yai moja tulinunua yai moja shilingi ngapi? Yai moja tulinunua shilingi 200. Kwa hiyo gharama utumia shilingi 10,000, ukauza shilingi 25,000. Faida shilingi ngapi? Faida 15,000. Hiyo ni siku ya leo. Na hapa chini ninakuandikia bidhaa uliyouza leo ni mayai 50 ambapo bei ni 500, jumla ya 25,000 na huko nimekuwekea rejea yake. Safi kabisa. Twende kwenye unataka ripoti ya mwezi au ya wiki. Mwanzo wiki hapo itafunguka, utabonyeza tazama. Kwa wiki hii kwa kuwa tumesajili mfumo, kwa wiki hii tuone mauzo ya wiki iliyofanyika. Tutapata wiki hii tumeuza yale mayai sababu ndio tuliofanyia kama sample. Ila kama umefanya biashara nyingi, bidhaa zako zote zitaonekana hapa. Tuone sehemu ya mwezi huu. Hii sehemu ya mwezi hapa tunapata option mbili. Tutapata hapa option ya kudownload PDF au kupakua PDF. Kwa hiyo utabonyeza pakua ili kuhifadhi taarifa. Utabonyeza pakua, hapa itafunguka. Kama unavyoona hapo kwenye screen yako. Itafunguka, tayari PDF yako imeshapandishwa hii hapo juu. Unaweza ukapakua kuanza kutazama biashara yako jinsi ilivyo. Imekuletea PDF yako hii hapo. Mauzo yako ya mwezi, mauzo ya shilingi 25,000, gharama 10,000 na faida shilingi 15,000. Hivyo ndio mfumo wetu wa mauzo na manunuzi unavyofanya kazi. Karibuni sana, gharama ni nafuu na unakufanyia kazi automatic. Karibuni sana.